Katika siku zijazo, wengi watadanganywa. Jitayarishe. Kesheni. Ustahimili. Karibuni kwenye chaneli hii leo jamani. Na katika video hii, katika mtiririko huu, wale wanaotazama moja kwa moja, tutaangazia tofauti kati ya kambi ya watakatifu na Yerusalemu mpya. Sasa, nitasoma maandiko wazi wazi hivi punde. Lakini kuhusu mada ambayo nadhani sijawahi kuizungumzia kwa kina, hata kutoka kwa mtazamo wa mambo yajayo, kabla sijatambua kwamba tunaishi katika msimu mfupi wa Shetani ambao wengi wangerejelea kama msimu mdogo na kadhalika. Nadhani ni muhimu tuelewe tofauti kati ya hizo mbili, na nadhani ni muhimu sasa watu waelewe kwamba katika miaka hii yote, unajua, watu watakuwa kama, mtu huyo ni mchungaji au mwalimu au mhubiri au kitu chochote kama hicho. Luka ni mtu tu hapa nje anayejaribu kupambana na kuishi katika hali hii kama ninyi nyote. Na nimekuwa nikijaribu kila wakati, unajua, kwa mtazamo wa kujiandaa, kuwasaidia watu kujiweka tayari, kwa sababu, unajua, mawazo yangu yalikuwa kwamba tunaishi katika wakati kabla ya tarumbeta 7 za ufunuo, na tulihitaji kuwa tayari kwa hilo. Na baada ya miaka 16 ya kuishi maisha hayo na mwaka uliopita wa maisha yangu nikitumia muda kuchunguza kwa kina, je, tuko katika msimu mdogo wa Shetani? Imekuwa wazi kabisa kwangu, hasa kwa kuzingatia maarifa, kwamba unajua, Yohana alifukuzwa hadi kisiwa cha Patmo wakati wa Nero, kulingana na habari nyingi zinazoshirikiwa, kama nilivyozungumzia kwenye video zilizopita na kadhalika. Na kwamba maneno ya Mathayo 24, unajua, yalitokea sawasawa na vile Masihi alivyoeleza. Maandishi ya Josephus yanathibitisha hili. Unajua, hekalu liliharibiwa, lilivunjwa kabisa, hata walichimbua dhahabu iliyokuwa katikati ya unajua, katikati ya zile mawe, yani ni katikati ya mawe. Na ni dhahiri kwamba tunaishi katika utawala wa baada ya milenia, na tunaishi katika wakati huo kabla tu ya kambi ya watakatifu kushawishiwa kushambuliwa na mataifa ya dunia, na hukumu ya kiti kikuu cheupe cha enzi inakuja, na Yerusalemu mpya na dunia mpya iliyofanywa upya. Na nitaenda kupitia haya yote muda si mrefu, lakini nahisi ni muhimu sana sasa hivi, kwa unyenyekevu kadiri niwezavyo, kuwasilisha habari hii kwenu, kwa sababu tunaishi katika wakati wa udanganyifu mkuu. Na najua katika mwaka uliopita wa maisha yangu nimeomba kwa aliye juu, tafadhali usiruhusu nidanganyike, wala usiruhusu nipewe nia potovu, wala usiniache. Hiyo ndio imekuwa sala yangu, na kwa kweli nahisi kwamba kwa sababu ya kuomba sala hiyo pekee na utayari wa kuangalia habari hii na kuiona jinsi ilivyo, naamini ndicho kilichofumbua macho yangu hatimaye na kuondoa magamba ili nione uelewa huu. Sawa. Na kwa haraka, kabla sijawacha uwasilishaji huu, nataka tu kutoa shukrani za haraka kwa wale wanaoniunga mkono kule Patreon. Asanteni sana, na hiyo itahaririwa hivi karibuni ili kuonyesha muundo mpya wa chaneli pia jamani, na maudhui yatasasishwa hivi karibuni. Ninaifanyia kazi hiyo wiki ile. Sasa ninafanya kazi siku 4 kwa wiki na nina siku 3 za mapumziko, kwa hivyo ni msaada mkubwa. Na kwa yeyote kati yenu ambaye ni mwanachama hapa YouTube na ananiunga mkono kama mwanachama kwenye YouTube sasa, asanteni sana, kwa sababu ninyi ndio mnaofanya maudhui haya yawezekane, hasa maudhui mapya ambayo nimekuwa nikitengeneza kupitia program mpya zote za kuhariri na kila kitu nilicho nacho. Basi bila kupoteza muda, hebu tuzame moja kwa moja kwenye hili. Nadhani kuna jambo muhimu la kuzingatia, na nitajipunguza haji hapa chini ikiwa nitaweza.
Nadhani jambo muhimu la kuzingatia kuhusu hili ni kwamba unajua, mtazamo wangu wa kieskatolojia umebadilika. Nimekuwa nikishambuliwa kila upande kwa matusi, maswali, maulizo ya kweli, kutia moyo, kukubaliana na kadhalika. Ni mambo ya kila aina. Lakini jambo moja nitakalolionyesha ni kwamba kuna kejeli kubwa na kitendawili kinachoendelea hivi sasa, ambacho ni kwamba wafuasi wa mtazamo wa Futurism watasema, ninakuja upesi inaweza kumaanisha hadi maelfu ya miaka. Lakini kwa kutumia mantiki na mtazamo huo huo, unapoanza kujadili kipindi kifupi cha kuachiliwa kwa shetani, kwamba haiwezekani kiwe cha mamia ya miaka, sivyo? Yaani, ikiwa miaka 1000 ni kama siku moja kwa Mwenyezi Mungu, sivyo? Basi msimu mfupi unaweza kuwa miaka 250 au kitu cha namna hiyo, sivyo? Kwa hivyo ukihesabu, unajua, kuachiliwa kwa shetani kulingana na jinsi unavyoiangalia, si hesabu kwenye kalenda yoyote kati ya miaka 1500 hadi 1700, na ukihesabu kuelekea mbele, unajua, namaanisha huo si muda mrefu sana. Lakini unajua, watu watafanya mambo ya kiroho ili kukwepa ukweli. Unajua kwamba vizuri imekuwa miaka 2000 ya historia iliyoandikwa inaonekana, unajua, washindi ndio huandika vitabu vya historia, sivyo? Kwa hivyo na inaonekana Jeffrey Epstein, nadhani ni yeye, baba yake Ghislaine Maxwell, nadhani ndiye anayemiliki kampuni za vitabu vya historia na mambo kama hayo. Kwa hivyo una hiyo sehemu pia. Kwa hivyo wanamaanisha inafanya tu, unajua, sisi hatumo kwenye mduara huo marafiki, kuna klabu fulani, lakini sisi hatumo ndani yake, sivyo? Washindi ndio huandika historia, na tutakachozungumzia baadaye ni msimu wa mapinduzi. Hivyo ndivyo nitakavyokiita wasilisho langu kuhusu mapinduzi ya mwaka 1887, kufunguliwa kwa shetani na mengine mengi. Ni mambo mengi na natazamia kuyapitia msimu huu wa kiangazi. Lakini leo, ili kubaki kwenye mada, ni kwamba unajua, kama ni jambo la ajabu sana kwangu, hasa sasa kwa kuwa mimi si mtu wa kutabiri mambo ya wakati ujao, na unajua, kwa kuwa mimi ni mtu anayeamini katika kipindi cha baada ya milenia, ambapo ninaona kwamba tuko katika msimu wa zamani wa shetani, kwa kila ushahidi ambao unaweza kuwasilishwa kwa kadiri ya uwezo bora zaidi. Ni jambo la kushangaza kufikiria ukweli kwamba watu watapuuza hilo, unajua, kwamba ufalme tayari umeshatokea na kwamba ushahidi upo. Lakini hata wakikubali kuangalia hilo kwa kipimo kile kile, wanasema, naam, muda huo mfupi hauwezi kuwa mrefu kiasi hicho. Lakini shetani lazima awe na muda wa kuwapotosha watu wengi na hilo, unajua, linaweza kuwa jambo la vizazi, unajua. Huwezi tu kuwapotosha watu, na maanisha kama watu walioona walikuwa wanaishi wakati wa kuachiliwa kwa shetani. Unajua, kuna sababu iliyofanya watu kuwekwa kwenye mahospitali ya vichaa na kufutwa na mapinduzi yakatokea, kwa sababu watu hawa hawakutaka kufuata mpango huo na walijua wakati waliokuwa wanaishi. Hata hivyo, tukiwa tumetenganishwa na vizazi 4, 5, 6, tumejipoteza kabisa kwenye mpangilio huu wa muda. Wengi wetu hatujui, unajua, tuko katika saa gani, sivyo? Kwa hivyo, tunapoangalia mpangilio huu wa muda kwa haraka, kwa sababu mimi nahisi ni muhimu sana kila wakati kujadili kwa kina mpangilio huu wa muda na kila mtu, na wacha nihame upande huu kwa sekunde moja ili slide isifunikwe. Ni kwamba, unajua, nitaweka miwani yangu, lazima nikuze maandishi kwenye slide hizi kwa wale wanaopata shida kusoma. Ukiangalia kuanzia mwaka wa 70 BK, sivyo? Na tunaona kipindi kati ya kuja kwa Masihi, sivyo? Kuja kwake kwa mara ya kwanza na kuja kwake kwa mara ya pili. Na tunaona kwamba utawala wa miaka 1000 ulitimia, na kisha baada ya miaka hiyo 1000 tunapata kuachiliwa kwa shetani. Na tuko katika wakati huu hapa ambapo pengine si mbali sana katika siku za usoni, ambapo kambi ya watakatifu itazungukwa. Sasa unajua, watu wanasema sawa, iko wapi? Na haionekani. Na unajua, ni muhimu kuelewa kwamba kama vile juzi nikifanya wasilisho pia kuhusu CERN, nadhani matumizi ya kweli ya jambo hilo ni kwa hakika kufunua pazia ili waweze kuona kambi ya watakatifu ilipo. Kwa sababu ukigundua Aurora Borealis ilifika hadi kusini kama Tennessee na Florida mara ya mwisho walipoiwasha hiyo, ambayo ilikuwa sambamba na milipuko ya Coronal Mass kutoka kwenye jua pia. Kwa hivyo mimi nina wasilisho linalokuja kuhusu hilo pia.
Lakini hata hivyo, tutaingia kwenye kambi ya watakatifu baada ya muda mfupi. Hapa ni kwamba unaona moto unashuka kutoka mbinguni na kuangamiza wale wanaoshambulia. Baada ya hapa, wafufu wote waliosalia wanafufuka, si ndivyo? Na kuhukumiwa. Hukumu ya kiti kikuu cheupe cha enzi. Na shalom, upendo mwingi ndugu Calvin. Asante pia kwa kuunga mkono chaneli hii. Pia muunge mkono ndugu Calvin. Kila mtu anafaa kumpa pongezi kwa wingi wa ajabu wa wasifu watakatifu ambao wamenitumia, ambao nitaanza kufanya. Nitajaribu kuusoma kila wiki hadi tuumalize wote, kwa sababu ziko nyingi sana. Kwa hivyo tutafanya vipindi tofauti vya kusoma hivyo. Lakini mbingu mpya na nchi mpya zinaumbwa. Mbingu ya zamani na nchi ya zamani zinapita na mji wa milele uko pale na umilele unaanza. Na maanisha ni usomaji rahisi sana wa msingi unapoangalia haya yote. Shida ni Luka alikuwa nyuma, amekwama akijiandaa kwa ufunuo wa tarumbeta, nasi tuko mbali kwenye mstari huu wa wakati. Iwe wewe ni futurist, millenarist, amillenarist au preterist, bila kujali lebo, mimi ni mtumishi wa aliye juu, nataka kuwa bora zaidi kila siku. Lakini bila kujali wewe ni nani, unavyojiita au mtazamo wako ulipo, jambo moja ni kwamba hali hii haitokei kwa kufumba na kufumbua. Hii tunazungumzia maelfu ya miaka, sivyo? Milenia ni miaka 1000, sivyo? Kuna wakati wa kabla ya Masihi, kisha utawala wa milenia, na sasa tunaelekea kwenye Yerusalemu mpya, mbingu mpya na dunia mpya. Jamani, sijui ni nani anayefikiri kwamba unafanya tu hivyo na unajua yote haya yamekwisha. Yaani, hii ni drama ndefu tunayoitazama ya vita vya moto, uwanja wa vita kati ya unajua ufalme wa Yah na ufalme wa Shetani. Sawa, Lucifer. Sawa, tunaposonga mbele ni mapitio ya yale niliyosema kwa wale wanaosikia haya kwa mara ya kwanza. Unajua ninachomaanisha? Wengine wakiona mambo kama dunia bapa kwa mara ya kwanza husema, kwa sababu nimeelewa haya, ninaamini kuna Muumba. Unajua? Na kwa hivyo matumaini yangu ni kwamba wale ambao huenda hawajawahi kusikia kweli hii itawatia moyo kuja kumtumikia aliye juu. Mara tu unapoamka na kuona jinsi ulimwengu huu ulivyo na giza, sababu ya kuwa na giza sana hivi sasa ni kwamba uko chini ya ushawishi kamili wa Shetani, sivyo? Ameachiwa huru na huu ndio msimu wake wa udanganyifu. Sawa? Kwa hivyo tunapoangalia hilo katika mwanga wa kile tunachojadili leo, tunaona miundo miwili tofauti ya majengo yaliyojengwa, sivyo? Kwamba tunaona kambi ya watakatifu na kisha tunaona Yerusalemu mpya, sivyo? Na kwa hivyo ni muhimu tufafanue kati ya hili, kwa sababu Yerusalemu mpya inakuja. Kutakuwa na mbingu mpya, dunia mpya. Mji wa mbinguni unashuka ili kuwa na hiyo, lakini kulikuwa na utawala wa miaka 1000. Kuna kambi ya watakatifu ambayo iko duniani na ambayo bado naamini iko hapa nasi leo, kwamba imefichwa kwa sasa. Yaani, hapa ndipo ninapofikia hitimisho hili, kwa sababu ya wasifu wa watakatifu, ushahidi wa zamani, ushahidi kwamba unajua haturuhusiwi kusafiri kuelekea kaskazini. Unajua, slide ambayo sikuweka hapa, ambayo kwa kweli nitaandika kaskazini kusini, itajadiliwa kwenye video hiyo, ni kwamba unajua kama mtu anayeamini dunia ni tambarare, unajua kama mtu anayeamini dunia ndiyo kitovu cha ulimwengu, unajua mtazamo wa uumbaji wa dunia ambao unategemea Biblia, sivyo? Kosmolojia ya kibiblia. Nadhani hiyo ndio njia sahihi ya kuliita hilo kuanzia sasa. Yaani mtaalamu wa kosmolojia ya kibiblia, sivyo? Ni kwamba unapoiangalia Biblia na unaelewa kwamba unajua sisi ni unajua aliye juu zaidi alikaa kwenye mduara wa chini wa dunia, sivyo? Na tunapoelewa hivyo, tunajua kwamba Kuba iko mwishoni mwa dunia, ncha za dunia kihalisi, sivyo? Na tunapoangalia hilo, tukijua hivyo, hilo linafafanua mkataba wa Antarctica na mambo yote hayo, na kwa nini hatuwezi kwenda huko.
Sasa tunapoanza kuangalia ncha ya kaskazini, tunaanza kuelewa kwa nini njia za ndege haziruki juu yake na matatizo ya sumaku, na unajua ilikuwa ni telemetria na safari za ndege, na tunaelewa kwa nini hakuna vituo vya makombora ya nyuklia vinavyojengwa kaskazini na nchi kubwa kubwa duniani. Urusi, Uchina, Amerika wanakia unajua, wakijaribu kuwa na kambi hizi zote za kijeshi katika maeneo ya kaskazini mwa dunia. Hivi karibuni inaanza kuleta uelewa wa kuvutia sana wa mambo wakati huo, kwa sababu inafafanua why pia zaidi msimu tulionao ambao tunashughulika na haya yote. Kwa hivyo, na nitaenda kusoma maandiko baada ya muda mfupi. Nina maandiko ya kupitia haya na bila shaka yamebainishwa katika uwasilishaji huu pia. Lakini kambi hii inaonekana kulingana na hagiografia pia na mashahidi ambayo tutayachunguza katika video zijazo, lakini itakuwa video nzima peke yake. Lakini hagiografia za watakatifu na wane waliokuwa hai wakati huu na mambo yaliyoelezewa ni kwamba inaonekana kulikuwa na kambi ya watakatifu katika sehemu ya kati ya dunia yetu, au kile tungeelezea katika siku hizi kama nchi ya kaskazini, Rupes Nigra. Hiyo unajua, mwamba mweusi, ncha ya sumaku ya dunia. Na inaonekana unajua, haikuwa nyika iliyoganda au mambo kama hayo, kama unajua makucha ya shetani kule kaskazini na haya yote. Unajua uovu ambao bila shaka kila kitu hupindishwa kila wakati, sivyo? Kwa hivyo unajua, bila shaka kulikuwa na watakatifu kaskazini, sivyo? Sio yule mtakatifu Nicholas, bali watakatifu halisi kaskazini, na kwamba hii ilikuwa kama inaonekana mji mkuu wa kati na mengine yote ya unajua majengo ya aina ya mafuriko ya matope ya Tataria ya ulimwengu wa kale, mambo ambayo ungekuwa unajua unarejelewa kwayo. Mambo haya bila shaka miundo yote hii ya ulimwengu wa kale, ile nishati bila malipo, uponyaji, akustika na mambo haya yote, na teknolojia yote hii ya ulimwengu wa kale ambayo teknolojia ya kale ambayo wengi unajua wangeirejelea katika Tartaria, vikundi na mambo mengine nadhani. Baadhi ya istilahi hizi ni ngeni kwangu hata nikiwa nimefika mbali hivi mimi mwenyewe. Kwa hivyo unapoanza kuweka mambo haya yote pamoja, ni wazi kabisa kuelewa kwamba unajua maarifa ya aliye juu yalikuwa duniani kote na Masihi alitawala dhahiri. Na tamaduni hizi zote zilikuwa na kazi hizi nzuri za sanaa, usanifu mzuri, umeme unaofanya kazi, nishati bila malipo. Namaanisha walikuwa na ulimwengu ambao unajua watu hufikiria ni kama nyakati za Renaissance na kipindi chote cha Byzantium na yote haya ambayo watu huyapouza kama kulikuwa na miaka 1000 ya amani, unajua, na kadhalika kadhalika. Lakini huu ulikuwa kweli utawala wa milenia, miaka 1000 ya amani, sivyo? Huu ulikuwa wakati wa amani kwa sababu unajua falme hazidumu. Amerika imekuwa himaya kwa miaka 250 sasa, sivyo? Na nadhani ni miaka 16 pekee ambapo himaya hii haijakuwa vitani. Kwa hivyo niambie jinsi wanavyopitia kipindi cha Byzantium na wakati wa aina ya Renaissance, na kwa muda wa miaka 1000 hivi hapakuwa na vita vyovyote vya kijinga. Na kisha unakuwa na msimu wa mapinduzi kama ninavyouita, na kisha kulikuwa na mapinduzi ya Ufaransa, au unajua mapinduzi ya Marekani, mapinduzi ya Ufaransa, mapinduzi ya Urusi. Unajua kama haya yote, uchawi huu ulichanganyika pia, hasa katika mapinduzi ya Ufaransa na Marekani, sivyo? Kwa hivyo una haya yote, lakini kabla ya hapo kulikuwa na usalifu mzuri ambao inaonekana hatuwezi kuuzalisha tena leo, wakati wa amani na kadhalika kadhalika kadhalika. Na kisha haya yote yanaharibiwa kama moto huu wote wa dunia na mambo haya yote, na kisha kitu kinachofuata unajua ni kwamba majengo haya yote ya kale na kumbukumbu zote za ulimwengu wa zamani zinaondolewa, sivyo? Na hilo unajua, kama nilivyosema katika video nyingine, huo ndio hila kuu ya shetani hivi sasa, kwamba alitufanya tusahau utawala wa miaka 1000 na kuwa na unajua usahaulifu wa kihistoria. Na hila kuu inayokaribia kutekelezwa ni kuwafanya watu wafikiri kwamba kambi ya watakatifu ni wageni kutoka anga za juu kaskazini au kitu kama hicho. Hili litajidhihirisha
Nawaambia, nimeshawishika kufikia sasa kwamba hasa na mambo yote ya ajenda ya viumbe wa anga za juu yanayoendelea sasa, ambayo ilikuwa ni kitu kingine kilichonichochea kuchunguza zaidi msimu mfupi wa Shetani, ni kwa sababu mambo hayakuwa yakioana na tarumbeta. Na mimi niko hivi, kuna ajenda inayochezwa hapa, na ninaamini kweli kwamba hii inaifanya iwe wazi zaidi sasa kufikia hatua hii. Kwa hivyo, baada ya huu muda kupita, Shetani aliachiliwa. Sasa niliacha ule tufe dogo hapo kwenye slaidi yangu nilipokuwa nikihariri hii, na inabidi niambie mara kwa mara kifaa cha kuhariri kisiondoe tufe na vitu kama hivyo, ambayo inajifunza, algorithi inajifunza. Lakini nilifikiria, nitaacha hii kwa muda kwa sababu ulimwengu unafikiri kwamba tunaishi kwenye tufe. Watu wengi wameelekezwa na kufundishwa kupitia sayansi ya shuleni kwamba tunaishi kwenye tufe, dunia, mpira unaozunguka angani kwa maili 1000 kwa saa, sivyo? Ina mteremko wa mzingo wa digrii 6.66, naamini ni kwa kila maili 8 au chochote kile. Siwezi kukumbuka takwimu zote na upuuzi wa NASA tena, lakini kwa ufupi ni kwamba na unajua nini? Shout out kwa kila mtu anayeheshimu nyakati zilizoteuliwa na Baba kwenye dunia yake Bapa isiyosonga chini ya kuba la anga leo, ambaye anatazama mtiririko huu pia, anayeshika kalenda ya Muumba. Na kwa hivyo, kwenye hii fikra ya tufe, watu hawa watafikiri kwamba ni wageni kutoka sayari nyingine au kitu fulani kaskazini. Na lazima ufikirie mchakato wa mawazo ambao nimekuwa nikijadili mara kwa mara, na mengi ya haya tunapaswa tu kwenda na nadharia kwa sasa, ni kwamba je, tutaweza kuona muonekano fulani wa Yerusalemu mpya katika anga la juu wakati fulani? Je, pazia hilo litainuliwa ili tuweze kuona muundo huu wa ajabu wa maili 1500? Na watu watakuwa kama, naam, hiyo ni meli mama. Na kisha kwa kipimo kile kile ambapo hiyo inapaswa kushuka, ndipo ambapo kambi ya sasa ya watakatifu ilikuwa. Na kwa hivyo wakati unatafakari kuhusu jambo hilo, sivyo? Ni kwamba kwa kujua kuwa ndivyo ilivyo, basi inatengeneza hali kamilifu kwa watu kudanganywa na kushambulia kambi ya watakatifu wakifikiri kuwa ni wageni kutoka anga za mbali. Na wewe pia Admiral Bed alisafiri kuelekea kaskazini na akafanya kusini, na kuna hadithi za kutatanisha kuhusu safari zake, na hiyo inaweza kuwa mada nzuri ya kujadili wakati mwingine pia. Lakini kama unavyoweza kuona hapa, baada ya mataifa kuaha wakati fulani, mataifa yanakusanyika dhidi ya hili, moto unashuka kutoka mbinguni na kuangamiza. Na haya yote yanatokea kabla ya hukumu ya kiti kikuu cheupe, kulingana na jinsi maandiko yanavyosema. Na tutasoma moja kwa moja hapa baada ya dakika chache ili sote tuwe na uelewa mmoja. Kwa hivyo hiyo unakubaliana au kubaliane na Luke, vyovyote vile itakuwa kile ambacho neno limesema. Na kwa hivyo Ufunuo 20 mstari wa 7 hadi 9, kwa haraka tu dondoo hapa ni kwamba miaka 1000 itakapokwisha, Shetani atafunguliwa kutoka gerezani mwake na atatoka kwenda kudanganya mataifa. Kwa hivyo kumbuka kwamba kuna watu ambao wako hai wakati wa umati wa watu wako hai wakati huu. Na hii ni ajabu kwa sababu wakati wowote jambo hilo lilipotendeka, sivyo? Kwamba utahitaji muda mrefu ili watu hawa wadanganyike sana. Na hoja nzuri sana iliyotolewa hapo. Na pia ningesema kwamba ukirudi nyuma na kutazama wasilisho lingine nililofanya kuhusu kurudi kwa Masihi, ambalo ninaweza kuweka kiungo chake kwenye video hii hapa chini, ni dhahiri kwamba mambo mengi na mihuri, mabakuli na tarumbeta zilizoelezewa kutendeka zilitendeka dhahiri, kwa sababu watu hawa wale halisi, kuna miji halisi iliyoyeyushwa. Miji iliyoyeyushwa, yani vipengele halisi vilivyoyeyuka, na nilionyesha hilo katika wasilisho la awali. Yani watu hawa walihukumiwa kwa njia ya ajabu sana, na maanisha ni jambo lisiloaminika kabisa uharibifu uliotokea. Kwa hivyo hata hivyo tukisonga mbele, nao wakapanda juu ya upana wa nchi, wakazunguka kambi ya watakatifu na mji mpendwa. Moto ukashuka kutoka kwa Elohim mbinguni ukawateketeza.
Kwa hivyo kile ambacho ni dhahiri kabisa hapa ni kwamba kwa mara nyingine tena, iwe wewe ni mfuasi wa futurism, millennialist, postmillennialist, millennialist, preterist, jambo moja kuhusu hili ni kwamba kuna watu walio hai wakati wa kufunguliwa kwa Shetani. Sawa? Kuna watu walio hai baada ya miaka 1000 ambao wamekuwa hai wakati wa ufalme, wakati wa utawala wa miaka 1000. Kuna watu walio hai ambao wamezaa na kuna watu wengine wanaozaliwa, sivyo? Na umati huu wa watu na mababu zao, sivyo? Wale mababu zao waliwazaa, sivyo? Na kwa hivyo wazao wa watu hawa wanaendelea, na kuna mataifa, umati wa watu walio hai wakati wa kufunguliwa kwa Shetani. Kwa hivyo tukizingatia hayo na kuelewa kuwa na ufahamu wa hayo, basi unaangalia mbele mwendo wa kile kinachokuja kulingana na kile kitabu kinachosema. Mimi nachukua kila kitu kama kilivyo kulingana na kile kinachosemwa sasa, kwa sababu Masihi aliwaambia kila mtu waziwazi, kizazi hiki hakitapita hadi mambo haya yatokee. Miaka 40 baadaye pigo likashuka, mwaka wa 70 BK, na kila kitu kikatokea kama Masihi alivyosema. Watu wanataka kusema, naam, hili lilikuwa hivi na kisha hili ni kwa ajili ya wakati ujao, sivyo? Wanarusha mpira mbali kule ng'ambo ya uwanja. Mambo hayafanyi kazi hivyo. Masihi aliweka wazi kabisa kile ambacho kingetokea. Maandishi ya Josephus yamasimulia kikamilifu mambo haya yote yakitendeka: hekalu likiharibiwa, farasi angani, hukumu, kuzingirwa kwa miji, watu wakija mawinguni. Yani, mimi sijui nikwambie nini zaidi. Yani, namaanisha unaweza kuliamini neno la Masihi au na kisha unaweza kuangalia yale Josephus aliandika, na uharibifu wa Roma na uharibifu wa Yerusalemu na hukumu hii yote ya kila kitu kama vile matukio ya maangamizi ambayo namaanisha, yani kihalisi, makanisa yale 7 ambayo Yohana aliandikia, ambayo nimekuonyesha hapo awali, yameharibiwa hadi leo. Yani ilibidi wafukue maeneo haya, yani hayapo tena. Kulikuwa na tukio la maangamizi la ulimwengu mzima lililotokea, na namaanisha tuko katika hatua za mwisho za jambo hili kwa sasa, sawa? Na unajua unaweza kuendelea kuwa na mabishano haya ya ndani na mazungumzo, kwa sababu mimi nilifanya hivi, unaona, nilifanya hivi na nimepambana na huzuni na nimeendelea na maisha. Unaweza kuwa na mabishano haya na wewe mwenyewe, ambapo unasema, naam, matukio haya bado hayajatokea. Unajua, mambo haya yote katika Ufunuo bado hayajatokea. Yani tumekaa hapa miaka 2000 baadaye, sivyo? Tunayo ushahidi kwamba, unajua, hekalu liliharibiwa na Mathayo 24 ilitimia. Mambo ya kitabu, unajua, ambayo Yohana aliandika katika kitabu cha Ufunuo yalitimizwa, mengi sana, hadi sehemu ya mwisho kabisa. Na unajua, ni kama sawa, fanya mambo yako mpenzi, lakini lazima tufike mahali pa kutambua na kushika hatamu. Tushike hatamu wakati fulani na kusema, unajua nini, nina ushahidi. Nina ushahidi mwingi sana na itabidi niwanishe haya yote, kwa sababu ninachokiona hapa mbele yangu ni ulimwengu huu uliovurugika, hali hii ya kusikitisha ninayoishi sasa hivi, kwamba inaonekana kulikuwa na usanifu mzuri, nishati ya bure, nishati ya uponyaji ya bure, kila aina ya vitu ambavyo hata teknolojia ya kuruka ambayo iliandikwa katika hagiografia za watakatifu waliokuwa hai wakati Shetani alipokuwa amefungwa. Kuna habari zote ambazo siwezi kusubiri kuzichunguza kwenye hagiografia hizo, rafiki, kutoka kwa watu, mambo yaliyofichika. Na acha nikuambie, maktaba ya Vatikani pengine ina wingi wa maarifa haya yaliyofichwa. Vitabu vyote hivyo vilivyofichwa huko chini ya Vatikani, nina uhakika 75%, karibu ningehakikisha 75% ya hivyo ni taarifa kuhusu kipindi cha utawala wa miaka 1000 kutoka kwa watu waliokuwa hai wakati huo. Lakini hata hivyo, naacha mada hiyo. Una ushahidi huu wote na umekaa hapa, na lazima uchague njia moja au mbili. Lazima uende na wengi ambao wamefundishwa kuamini mafundisho ya mambo ya wakati ujao. Nachukia kusema hivyo. Nilikuwa katika kundi hilo kwa muda mrefu, na sasa kwa kuwa nimeona haya, sijui jinsi duniani ningeweza kurudi nyuma. Na kwa hivyo, unajua, lazima utoke nje ya kundi hilo na useme, haya, itabidi nichukue mwelekeo huu.
itabidi nikubali ukweli kwamba kuna kitu kibaya hapa, kwamba unajua tukio la maangamizi lilitokea. Inaonekana kulikuwa na ulimwengu uliokuwa wa ajabu kwa muda mrefu, na sasa unaona picha na miji hiyo, miji mizima ilikuwa imeachwa wazi, na kwamba kulikuwa na kile kinachoitwa mafuriko ya matope, au nadhani labda kuyeyuka kwa ardhi. Unajua, wakati wa kuachiliwa kwa shetani, ulimwengu labda ulikuwa na matetemeko makubwa ya ardhi na mitikisiko. Yaani, jamani, ukiangalia miaka 1081, 1082, huo ulikuwa wakati wa ajabu sana. Lakini unajua, una mambo haya yote yanayoendelea, na sasa tuko hapa leo, tumekaa katika jamii ya kidistopia, ambapo kiuhalisia tuko hatua chache tu kutoka, unajua, udhibiti wa kidijitali, ndege zisizo na rubani angani kila siku, Project Bluebeam. Mambo niliyoweka kwenye video ya utangulizi ya chaneli yangu tunayatazama kwa wakati halisi. Watu wanadhani tutashuhudia tarumbeta 7 za ufunuo na mambo yataanza. Nami nilikuwa hivyo kwa miaka 16, na unajua nini? Haitanishangaza hata kidogo.